Bana ni channel ya Biomedia tena kwa mara nyingine tena kwa screen ya simu yako kwa ajili ya kukusogezea zile taarifa mbalimbali. Kwenye moja na mbili langu jina ni Official Rose D. Karibu sana kwa ajili ya kutazama story hii mpaka tamati. Unaambiwa haishi mpaka iishe. Ina maana gani pengine? Tuko bado na sakata la Nandy pamoja na Yami kwa yale ambayo yanaendelea mitandaoni. Sasa leo Official Rose D anakuja na story ambayo Nandy amjibu Yami baada ya kutangaza kujiua na kuwaomba wote wamsamehe Yami anatafuta keki mitandaoni. Maskini ya Mungu binti Yami. Jamani, hii ni baada ya Yami kuandika ujumbe mzito uliojaa hofu na huzuni kwa baadhi ya mashabiki. Ujumbe huu ulilenga masuala ya kifo chake na kuwaomba wote aliowahi kuwakosea wamsamehe, akimtagi na aliyekuwa bosi wake Nandy aka the boss princess, bila mashaka kujua nini sababu au chanzo cha ujumbe ule, kwa maana ya kwamba Nandy alimfanya nini mpaka afikia hatua ile. Jamani, bidada Yami ya kutishia kujiua. Japokuwa kumekuwa na story nyingi kuhusu Yami kuondoka kwa Nandy, lakini pia zimebaki tu kuwa kwamba ni story ambazo hazina ukweli wowote. Wapo wanaodai kwamba Yami kaondoka kwa Nandy mara tu baada ya Nandy kumtaka ajiunge na chama ambacho kinawapatia pesa. Sasa wengine wanadai kuwa Yami kaondoka kwa Nandy kwa vile alitoka kimahusiano na mume wa Nandy, yani mzee mzima Billnass. So kila mtu anasema lake, lakini kubwa ni kwamba Yami aliondoka kwa Nandy baada ya Nandy kuona muda wa Yami kuwa kwenye record label ya kwake ya The African Princess umeisha, akatafuta maisha mapya. Hiyo ni kauli ya Nandy mwenyewe, aliweza kufunguka baada ya maneno kuwa mengi mitandaoni. So mimi ni sio mwingi wa maneno, ngoja nikupitishe kwenye ujumbe ambao Yami aliuposti ambao umekuwa unazua gumzo mpaka leo hii. Bidada Nandy kaamua kumjibu baada ya maneno kuwa mengi kwa mashabiki kumtaka Nandy aongee kitu. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, bidada Yami aliandika ujumbe ambao unasomeka hivi: mashabiki zangu, naombeni mniombee msamaha kwa mama yangu na baba yangu. Na baba yangu mimi ndio tegemeo, lakini naona siwezi kuishi tena. Nimechoka, bora nife nikapumzike. Naombeni msamaha kwa wote niliowahi kuwakosea. Mimi basi tena nimefika mwisho, siwezi tena, bora nikapumzike. Siwezi tena walai, siwezi. Nandy pia dada yangu, naomba nisamehe popote niliwahi kukukosea. Yani hiyo Nandy pia ni tagi ambayo alikuwa amemtagi bidada Nandy ambaye aliwahi kuwa bosi wake. Baada ya ujumbe huo mzito sasa na maneno kuwa mengi mitandaoni, leo hii bana Nandy ameamua kuvunja ukimya na kumjibu Yami kupitia moja ya interview ambayo Nandy ameweza kufanya. Alisikika akisema kuwa maneno yamekuwa mengi mitandaoni kwa mashabiki zangu, mkinitaka niongee kitu kuhusu hili. Sikutaka kuongea, lakini kwa vile mmetaka niongee, basi nitaongea kwa mapenzi yenu mashabiki zangu. Maana kwa asilimia zote za maisha yangu yapo mikononi mwa mashabiki zangu. Wananisapoti kwa ukubwa na kuheshimu ninachokifanya, na wao ndo wamefanya mimi kuwa hapa sasa. Hebu ngoja niseme ukweli. Iko hivi, Yami ni mdogo wangu na tulimalizana vizuri kwenye mkataba yetu. Ya haya yanayoendelea mitandaoni kwa sasa, naomba mumchukulie tu kama kutafuta kiki. Sasa mtu anatafuta kiki, asinichafulie brand yangu ambayo nimetengeneza kwa muda mrefu. Maana wapo mashabiki ambao wananitumia SMS kwenye Instagram yangu, sijui ni mshitaki kwa kuniharibia brandi, lakini kiukweli siwezi kufanya hivyo, maana yule ni mdogo wangu na pengine huenda anatafuta kiki ili kuendesha muziki wake na maisha yake kwa ujumla. Sasa ninachoomba ni kwamba mashabiki na yeye wasio wananihusisha kwenye mambo yao, sijui uchawi. Mimi nimelelewa kwenye maadili ya dini, naomba ieleweke hivyo. Bwana, hii ilikuwa ni interview ambayo aliweza kufanya mwanadada Nandy, na waandishi wa habari wameamua kumfanyia Nandy interview ili aweze kuzungumza, kwa sababu maneno kikweli yamekuwa mengi mtandaoni na watu wanataka Nandy aongee kitu, kwa sababu anahusishwa kwa ukubwa sana katika hili ambalo linaendelea. So katika majibu bidada Nandy ameamua kujibu hivyo kwamba hahusiki na chochote. Mambo ya uchawi, sijui chama cha Freemason, yeye hajui. Anachoamini ni kwamba yeye amelelewa katika maadili ya dini, anamjua Mwenyezi Mungu, inajulikana hivyo. Anachojua pia katika makaratasi ama mikataba, yeye na Yami walimalizana uzuri kabisa. So kama anatafuta kiki kwa ajili ya kuendesha maisha yake, basi asimuhusishe Nandy kwa chochote kile. Na kwa nini Nandy azungumze? Ni kwa sababu hata kwenye ujumbe na aliwekewa tag ambayo ilikuwa anatakiwa aone ule ujumbe moja kwa moja. Kwa katika interview Nandy alimaliza kwa kuongea hivyo, amezungumza
na amemaliza hivyo. Sasa pengine kwako mfuatiliaji na mtazamaji wa channel hii ya Biomedia, unadhani ni kweli Nandy anahusika katika hili Yami analolifanya la kutishia kujiua? Ama ni kweli Yami anatafuta kiki tu kupitia mgongo wa Nandy ili kuendelea kuendesha mziki wake, lakini pia maisha yake ya sasa kwa ujumla? Baada ya kudrop comment yako chini hapo mtazamaji, nitapita nayo next video kwa uzuri kabisa kuona pengine katika hili ulikuwa na maoni gani. Nikukumbusha kwenye 1 na 2 langu jina ni Official Rose D. Ukiniita hivyo inakuwa ina bamba ile kinoma noma. Na hii ni channel ya Biomedia na kusogezea habari zote, michezo, burudani, udako, umbea, lakini pia habari za siasa pamoja na habari za kijamii. Endelea kutufuatilia kwa kusubscribe. Utakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa za kwetu. Endelea kuwa nasi kwa kupata update mbalimbali.